of God. Thank you. Ukisoma Biblia katika First Chronicles chapter 16 verse number 11. Chronicles ni kumbukumbu la Torati. Mtafuteni Mwenyezi Mungu na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Biblia inasema kwamba First Chronicles 16 verse 11 ya kwamba tumtafute Mungu ama tumtake Mungu pamoja na nguvu zake. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anaongea ama anaongea juu ya Mungu lazima ajue ya kwamba Mungu ambaye tunaongea juu yake ni Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Na ni vizuri kurudia hii kila wakati na kujua ya kwamba Mungu ambaye tunaongea juu yake ni Mungu ambaye amejawa na nguvu nyingi. Ni Mungu ambaye amejawa na nguvu. Hatuwezi kutaja Mungu wakati na tukose kutaja Mungu nguvu. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu wa nguvu. Ako na nguvu za kufanya kila kitu ambacho unaweza kumwamilia kufanya. Ni vizuri ujue ya kwamba Mungu ambaye uko naye, Mungu ambaye amekuokoa, Mungu wa mbinguni, ni Mungu ambaye ako na nguvu za kukusaidia kufaulu ama kufanikiwa kwa jambo lolote lile ambalo unaweza kuwa ukimwamilia. Nimekuambia mara nyingi ya kwamba unaweza kunywa sukari, chai ambayo haina sukari, kwa sababu haukujua ya kwamba hii chai iko na sukari na ilikuwa imewekwa vijiko 4 ama 3, lakini kwa sababu haukujua, kwa sababu haukugundua, unakunywa chai bila sukari, unateseka kwa sababu ya kukosa kujua. Kwa hivyo ni vizuri tujue, ni vizuri tuange conscious kila mara ya kwamba Mungu ambaye tunaongea juu yake, Mungu ambaye ametuokoa, Mungu ambaye alitukufia msalabani, Mungu wa mbinguni ni Mungu mwenye nguvu. Ninasema kwamba tumtake pamoja na nguvu zake. Haleluya. Paulo alikuwa anaambia Timotheo kwamba siku za mwisho zitakuwa siku za hatari, kwa sababu kutakuwa na watu ambao wako na hali ya utaua lakini wanakataa nguvu za Mungu. Watu wako na hali ya utaua, watu ambao wako na hali ya utakatifu, watu ambao wanasema wameokoka. Ukienda kuhubiri huko nje, kila mtu anakuambia mimi nimeokoka, ukimuuliza. Lakini watu wale hawataki nguvu za Mungu. Wanasema tu wameokoka kwa njia tu zile za kidini. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu wapendwa ni Mungu mwenye nguvu. Kwa wakati ambao walikuwa naomba mtume Paulo, wakati ambao walikuwa naenda kwa kanisa la Wakorintho. Najua kanisa la Wakorintho, ukisoma juu ya kanisa la Wakorintho, ilikuwa ni kanisa ambao lilikuwa mahali ambao ni strategic. Mahali ambao kulikuwa na biashara nyingi zinaendelea za trade kama Mombasa for example. Lile kanisa lilikuwa pale, na lile kanisa lilikuwa na watu wasomi, lilikuwa na watu ambao wameendelea katika maisha, watu ambao wanajua kuongea, watu ambao wanajua na kufanya mambo kwa utaratibu, watu ambao yani ni wasomi, wamejipanga vizuri, watu ambao ni eloquence, watu ambao wakisimama kuongea anaongea vizuri. Bwana asifiwe sana. Ndio acha tunayo mwalimu. Watu ambao wanaongea vizuri, wanajua kuongea, wanajua kufanya mambo vizuri. Haleluya. Na Paulo kwa sababu hiyo akawaambia ya kwamba wakati ambao nilikuwa nakuja kwenu, si kuja kwenu katika First Corinthians chapter 2 kuanzia mstari wa kwanza. Alisema ya kwamba First Corinthians chapter 2 kuanzia mstari wa kwanza, alisema ya kwamba nilikuja kwenu kwa uoga mwingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa sababu sikutaka kujua kitu kingine chochote isipokuwa Yesu Kristo. First Corinthians chapter 2 verse 1. Na akasema kwamba sikuja kwenu kwa ufasaha wa maneno. Ninajua kuongea. Paulo alikuwa mtu ambaye ni msomi pia. Alikuwa amesoma zile vitabu 5 za Musa. Zile zilikuwa zinaitwa Torah. Ni Torah ama ni Torah? Torah. Zile sheria ambazo Mungu alikuwa apatia Musa. Alikuwa amezikariri zote, anazijua. Amefundishwa sheria na mwalimu wake alikuwa anaitwa Galiamu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na alikuwa msomi siku zile, lakini akawaambia ya kwamba nilipokuwa ninakuja kwenu nilikusudia ndani ya moyo wangu ya kwamba nisikuje kwenu na hii masomo yenye niko nayo, nisikuje kwenu na zile vitu ambazo ninajua nimesoma kwa kitabu, lakini niliamua ya kwamba wakati ambao nitakuwa nakuja kwenu, nitakuja kwenu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ili imani yenu isijengeke kwa hekima ya wanadamu,
lakini ijengeke kwa Roho Mtakatifu, ndio msalaba wa Yesu Kristo usikose udhamana wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Wapendwa, hata siku hii ya leo ni vizuri kujua ya kwamba hali ambazo zipo na zinatuuliza Mungu wetu wako wapi, ni vizuri kuziendea, sio tu kwa masomo yenye tuko nayo, kwa sababu masomo imekuwa available kila mahali. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ni vizuri kujua na kuendea hali ambazo zinakuuliza Mungu wako ako wapi kwa nguvu za Mungu. Haleluya. Amen. Na tukasoma pia katika 1 Kings chapter 18 verse number 19. 1 Kings chapter 18 verse 19 na 21. Ni wakati ambao mfalme mtu anaitwa Elijah, sasa waite watu kutoka Israeli yote tukutane nao juu ya mlima Kameli, nawe uwalete hao manabii wa Baali 450 na hao manabii 400 wa Ashera walao chakula mezani mwa Yezebeli. Ndipo hapo akatuma ujumbe katika Israeli yote na kuwakusanya manabii hao juu ya mlima Kameli. Eliya akasimama mbele ya watu na kusema, mtasitasita mpaka mawazo mawili, katika mawazo mawili hadi lini? Ikiwa Bwana ndiye Mungu, mfuateni yeye, lakini ikiwa Baali ndiye Mungu, basi mfuateni yeye. Lakini watu hawakusema kitu. Wakati huu watu walikuwa wameingia katika kuabudu miungu ya Baali, na mtu ambaye anaitwa Elijah, mtumishi wa Bwana. Ukisoma katika First Kings, tutasoma kwa sababu ya wakati. First Kings chapter number 17, alitokea mbele ya Ahab. Nilikuwa nimekufundisha haya mambo, na akamwambia kwamba hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na umande wa asubuhi mpaka wakati ambao mimi Eliya nitakaposema. Bwana asifiwe sana. Na chapter number 18 mahali ambapo tumesoma, akawatokea baada ya miaka 3.5 na hakukuwa na mvua, hakukuwa na umande. Mfalme labda alifikiria ya kwamba huyu ni mmoja wa wale watumishi wengine, wale mapasta wa siku hizi ambao wanataka kutafuta attention kwa mfalme. Na baada ya miezi, baada ya mwaka, akagundua ya kwamba kile ambacho Elijah alikuwa amesema kimeanza kutimia, na akaanza kumtafuta, na wakamtafuta hawakumpata. Mahali ambapo tumesoma, yeye mwenyewe ndio alitokea mbele za mfalme na akamuuliza, kutatsita kutakuwa na mvutano mpaka siku gani? Ya kuuliza ni nani Mungu wa kweli, ni nani Mungu ambaye si wa kweli. Si tukutane katika mlima Kameli tukaprove Mungu wa kweli ni nani. Haleluya. Najua Biblia inasema katika Acts chapter 1 mstari wa 8, Matendo ya Mitume chapter 1 verse number 8, ya kwamba tutapokea nguvu Roho Mtakatifu akisha kuja juu yetu, na tutafanyika mashahidi. We shall be witnesses. Witness ni nani? Witness ni mtu ambaye akona proof. Ni mtu ambaye anaweza kuwa ni proof provider. Mtu ambaye anaweza kuonyesha jambo fulani kwa kuprove. Biblia inasema kwamba tukisha pokea hizi nguvu tutafanyika witnesses, tutafanyika proof providers. Tutafanyika watu ambao wanaweza kushuhudia kile ambacho tumepokea. Tunaweza kushuhudia Mungu ambaye tuko naye. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Nguvu za Mungu wapendwa ziko kwa sababu yako wewe na mimi. Na mtu yeyote ambaye amempokea Mungu, amempokea Yesu Kristo, ako na nguvu ndani yake. Ndio maana nimekuja kufundisha siku ya leo, ndio ujue ya kwamba nguvu za Mungu ziko kwa ajili ya kukusaidia wewe. Usikubali kila wakati mapepo yanakutesa. Usikubali kila wakati hali zinakuwa ngumu na haongei, hauzungumzi. Fanyisha kazi nguvu za Mungu ambazo ziko ndani yako. Mark chapter 16 verse number 18, Biblia inasema kwamba wale wote watakao amini hizi ishara zitawafuata. Watashika nyoka kwa mikono yao, na hata wakinywa kitu chochote cha kuua hakitawadhuru kamwe. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapona. Haikusema wachungaji, haikusema mitume, haikusema manabii, haikusema walimu wa neno. Ilisema wale wote watakaoamini. Je, wewe umeamini? Jibu ni kwamba umeamini. Ndio maana uko hapa siku ya leo. Hizi ishara zitakufuata wewe. Hizo nguvu ziko ndani yako. Haitegemei kile ambavyo unasikia ama hausikii.
inategemea ufunuo. Jua ya kwamba mimi fulani niko na nguvu za Mungu ndani yangu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Na nimekuja siku leo kukuambia ya kwamba uko na nguvu za Mungu ndani yako. Wewe sio tu mtu mwingine ovyo ovyo. Wewe sio tu mtu mwingine ambaye anaishi hapa kama mahali pote ambapo unaishi. Wewe ni mtu ambaye umebeba nguvu za Mungu. Haleluya. Amen. Tulisoma Ephesians chapter 2 verse number 10. Tukaona Biblia inasema kwamba we are God's workmanship. Sisi ni co-workers na Mungu. Yaani tunafaa kufanya kazi pamoja na Mungu. Kila wakati ukipitia jambo fulani katika maisha, jiulize, je, Mungu angekuwa hapa angefanya nini? Ukipitia katika hali yoyote, iaddress ukijua ya kwamba kuna nguvu ndani yako. Haleluya. Usijidharau siku hata moja. Biblia inasema kwamba Mungu ni mkubwa sana katika kitabu cha Job, lakini hadharau mwanadamu yeyote. Wewe tu ndio unajidharau, Mungu hakudharau. Wewe tu ndio unajionanga kwamba wewe ni duni, lakini Mungu anaonanga mtu ambaye ni jeshi lake. Haleluya. Na tuliongea juu ya mambo ambayo nguvu za Mungu zinaweza zikafanya, things that the power of God can do. Na tukasema kwamba the power of God is able to transform. Haleluya. Tukasoma katika Numbers chapter 17 verse number 1 mpaka verse number kuendelea chini. Maybe okay, sawa. Mungu alimwambia Musa, wakati huu tunapoendelea kuwekewa na kuendelea na kusoma, Mungu kulikuwa na mazozano katikati ya nani ambaye ameitwa na Mungu na ni nani ambaye hajaitwa. Wana wa Israeli wengi walikuwa wanasema kwamba hata sisi tumeitwa na Mungu. Sio tu wewe Musa umeitwa, hata sisi tumeitwa. Na anaambia Musa ya kwamba usijione kana kwamba wewe ni special kutuliko. Hata sisi Mungu ametuita. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akamwambia Musa ya kwamba nataka kumalizia hii abishana. Hii manunguniko nataka kumalizia. Na akamwambia ya kwamba chukua vijiti 12 kutoka kwa makabila yote 12 ya Israeli, 12 tribes. Na akamwambia hii vijiti ziweke katika hema ya makutano, mahali ambapo huwa tunakutana na wewe. Na katika kijiti cha Aaron uandike Lawi. Bwana asifiwe sana. Kisha uziweke mahali ambapo huwa tunakutana na wewe, katika hema ya makutano. In other words, in my presence. Bwana asifiwe sana. Na akaziwacha pale usiku kucha mpaka asubuhi. Na wakati ambao waliziwacha, asubuhi ilipofika, inasema kwamba kijiti ambacho ni cha Aaron, kwa sababu Mungu alikuwa amemchagua Aaron na kumuita, kilikuwa kimetoa matawi na kikazaa matunda katika uwepo wa Bwana. Nguvu za Mungu zilisababisha kijiti Mungu wetu ambayo imekauka iweze kutoa matawi ya green na iweze kutoa almond. Matunda kwa inaitwa almond. Tuseme ni machungwa siku leo ndio tuweze kuelewa. Machungwa imeiva. Je, sio matunda machungwa ya green au utagojea ndio ive. Matunda ambayo imeiva vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kijiti chenyewe ni cha green. Hii ni kusema nini wapendwa? Nguvu za Mungu zinaweza kubadilisha hali yeyote. Unaweza kuwa siku leo kuna ukavu wa aina fulani katika maisha yako. Kuna hali ambazo ni cold cases. Unaona hii haiwezekani. Unaona jambo fulani haiwezekani. Hata unaweza kuwa ulitolewa nyungu ya mtoto. Inaitwa nyungu ya mtoto. Na daktari akasema kwamba hauwezi kupata mtoto. Lakini hiyo ni kama sasa kijiti ambacho kimekauka. Lakini katika uwepo wa Mungu, katika nguvu za Mungu, kuna uwezo wa kubadilishwa. Kuna uwezo wa kufanywa kuwa fruitful tena. Kijiti kilichokuwa kimekauka, ambapo wakati ambao kilibazwa katika uwepo wa Mungu kwa masaa 12, kilitoa matawi na kikazaa matunda. Haleluya. Ninakutabiria siku ya leo ya kwamba kila hali ambayo ni kavu katika maisha yako, tunapoendelea kukaa katika uwepo wa Bwana, hata siku hii ya leo ndio hali Mungu ataibadilisha katika jina la Yesu Kristo. Kila hali ambayo ilikuwa imewekwa ile kinyume na wewe, itageuka ile for you in the name of Jesus.
katika jina la Yesu Kristo. Ninakutabiria ya kwamba kila hali ambayo iko na ukavu kwa maisha yako itapata uhai hata tunapoendelea kulisikia neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na tukasoma pia katika 1 Samuel chapter number 19 verse number 19. 1 Samuel chapter 19 verse number 19. The power of God is able to transform. Huu wakati habari zikamfikia Sauli kusema Daudi yuko Nayoti huko Rama. Basi Sauli akatuma watu kumkamata Daudi, lakini walipoona kundi la manabii wakitoa unabii wakiwa pamoja na Samueli akiwa amesimama hapo kama kiongozi wao, Roho wa Mungu akaja juu ya watu wa Sauli, nao pia wakatoa unabii. Sauli akaelezwa juu ya hilo, naye akapeleka watu wengine zaidi, nao wakatoa unabii pia. Sauli akatuma watu mara ya tatu, nao pia wakatoa unabii. Mwishowe yeye mwenyewe akaondoka kwenda Rama na kwenda hadi kwenye kile kisima kikubwa kilichoko huko Seku, naye akauliza wapi Samueli na Daudi? Wakasema wako Nayoti huko Rama. Hivyo Sauli akaenda Nayoti huko Rama, lakini Roho wa Mungu akaja juu yake, hata yeye akawa anatembea huko anatoa unabii hadi akafika Nayoti. Akavua majoho yake, mavazi yake, na pia akatoa unabii mbele ya Samueli. Akalala hali hiyo ule mchana kutwa na usiku kucha. Hii ndiyo sababu watu husema, je, Sauli pia yuko miongoni mwa manabii? Haleluya. Amen. Unajua wakati ambao Mungu alimkataa katika 1 Samuel chapter 15, hatutasoma kwa sababu ya wakati. Ninasema kwamba roho mchafu alitoka kwa Mungu akuja akamwingia, na Mungu alikataa Sauli, na Sauli akaendelea kuwa mfalme hata kama amekataliwa na Mungu. Na Mungu akawa ameanoint David kupitia Samueli awe mfalme, na hiyo jambo halikumfurahisha Sauli, na kwa hivyo alikuwa anatafuta Samuel pamoja na David awaue, kwa sababu aliwachukua kama maadui zake. Na kwa hivyo akatuma kikosi cha wanajeshi. Wakati ambao alisikia ya kwamba Samuel ako mahali ambapo kunaitwa Nayoti Rama, akatuma jeshi, akawaambia kikosi cha jeshi, akawaambia endeni muwaue, sababu nimesikia wako huko na ni maadui zao. Walipofika Nayoti, walipata Samuel amekiliet uwepo wa Mungu. Mimi napenda uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Afadhali nikose vitu zingine zote hapa duniani na mahali pengine popote, lakini nikuwe ninajua ya kwamba niko na uwepo, Mungu ako pamoja na mimi. The presence of God is with us. Hata saa hizi ninajua kwamba the presence of God is with us. Ndio maana ninakuhakikishia kwamba maisha yako lazima Mungu ataibadilisha. Bwana asifiwe sana. Alipofika Nayoti kule Rama, Samuel alikuwa mtu wa uwepo wa Mungu, na mahali ambao alikuwa amekaa alikuwa na wanatabiri, wanaomba wakitabiri, akifundisha watu wengine kutabiri pia. Na wakati ambao alifika pale, kikosi cha kwanza kilifika pale, ile atmosphere iliwabadilisha. Mungu akasema kwamba uwepo wa Mungu, kwamba nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kubadilisha mtu. Walipofika pale na Nayoti, walibadilishwa. Wale ambao walikuwa wamekuja na ubaya, wanataka kuataa, wanataka kuua, wakabadilishwa, wakaanza kutabiri, wakafanyika kama mwenye wamekuja kuua. Na wakati Saul alisikia kwamba jeshi lake kwa walituma, wameenda na wamejoin maadui zake kwa kutabiri, akatuma kikosi cha pili kikafanya vile vile, akatuma kikosi cha tatu kikafanya vile vile. Akasema nitajipeleka mimi mwenyewe na mke wangu, nitaenda kuangaliza mimi mwenyewe. Alipofika pale Nayoti, nimesema kwamba hata na yeye akaanza kutabiri, akararua mavazi yake, kumaanisha kwamba amefika katika abora wa mabora, the king of kings. Unajua alikuwa mfalme, lakini sasa ako katika mbele ya mfalme wa wafalme. Akavua mavazi yake, akavua heshima zake, akatabiri usiku kucha. Uwepo wa Bwana uko na nguvu za kubadilisha
mtu yoyote. Uwepo wa Bwana uko na nguvu za kubadilisha hali yeyote. Haleluya. It is not a matter of time. Angalia maisha yako vile ambavyo itakuwa siku za chache ambazo zinakuja. Angalia maisha yako jinsi ambavyo itakuwa mwezi mbili, miezi mitatu ambayo inakuja, tukiendelea kupanga pamoja katika uwepo wa Mungu. Kuna wale ambao walikuwa wamekuja kwa ukali wakipungua moto, wanataka kuua Saul, wanataka kuua David. Biblia inasema kwamba walibatilishwa wakaanza kutabiri. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuataa, hakuna adui ambaye ana uwezo wa kukuataa wakati ambao umekaa katika uwepo wa Mungu. Hata Israeli walijaribu kulaaniwa na Bala. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni Bala ni Bala. Au unajua ni nani? Alijaribu kulaani ikasindikana mpaka wakati ambao alipata advice. Bala akaambiwa ya kwamba ukitaka kulaani hawa watu lazima uwafanye wakosee Mungu wao. Saa hizi the shout of the king is in their midst. Yaani nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu kwa miongoni mwao. Hawezi kulaani, hawezi kukawalaani. Ukitamka maneno ni kuwabariki, wafanye wapatie Mungu wao dhambi, kisha uweze kuwalaani. Na hakika wakati wana wa Israeli walifika, walitafuta strategy ya kupitisha watu ambao hawana mavazi. Pornography ilianza kuonyeshana hivi karibuni ya kitano, ni maroho ya zamani. Bwana asifiwe sana. Akina dada ambao hawana nguo wakaanza kupitishwa mbele ya watu wa Israeli, na wakakuwa wamenajisika na wakaingia kwa shida. Lakini wakati ambao walikuwa wamebeba uwepo wa Mungu, hakuna laana ambayo ingeweza kufaulu kinyume na wao. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kila laana ambayo imeelekezwa wewe, kila mshale wa kudhoofisha, hautafanikiwa katika jina la Yesu, kwa sababu tuko katika uwepo wa Bwana. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaendelea kutoka kiwango kimoja hadi kiwango kingine, kwa sababu the presence of God is with us. Na wakati ambao David aliona vile ambavyo uwepo wa Mungu umewahifadhi, unajua alikuwa anatupiwa mkuki na Saul, anaepuka mkuki, unadunga huko, unajidungilia. Anaona kama osho Mungu ndio anita, kama huo mshale ungenishika ilikana nikojo. Bwana asifiwe. Anaona angeuawa. Kwa hiyo alikuwa anakimbia, anajificha Saul, na alikuwa ameenda kwa Samuel baba yake ya kiroho ili aweze kukimbia, kwa sababu Saul anamtafuta. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati ambao aliona vile ambavyo uwepo wa Mungu umeweza kuwapreserve, uwepo wa Mungu umeweza kuwahifadhi na kubadilisha maadui zao wakakuwa miongoni mwao, akatoka pale akaenda katika cave ambayo inaitwa Adulam. 1 Samuel chapter number 22. Bwana asifiwe sana. Amen. Alipokutana na Sauli, alienda akajificha kwa pango. Cave inaitwa Adulam. Adulam ni kusema nini? Mahali pangu pa siri, mahali pangu pa maombi, mahali pangu pa kujificha. Na akiwa pale, Biblia inasema kwamba Daudi akaondoka Gadi na kukimbilia kwenye pango la Adulam. Ndugu zake na watu wa nyumba ya baba yake waliposikia habari hiyo, wakamwendea huko, wakaenda kwa wale wote waliokuwa katika dhiki. Nasikia wale watu walienda kwa Daudi. Nataka kupeleka polepole leo. Au waliokuwa na madeni, au wale ambao walikuwa ambao hawakuridhika, wakamkusanyikia Daudi, naye akawa kiongozi wao. Watu wapatao 400 walikuwa pamoja naye. Daudi wakati ambao walienda katika hii cave ambayo inaitwa Adulam, wale watu ambao walienda kwake walikuwa watu ambao ni wenye dhiki, watu ambao wamejaa madeni, amefiliza kila mahali, wanafuatwa, wanafuatwa na shari wa kuwachoto, watu ambao wamekata tamaa, watu ambao wanasikia kujiua. In fact, kuna version ya Bible nilisoma inasema kwamba watu hao walikuwa watu ambao inaitwa CED,
Acha nikusomee, sijui kama tuko nayo. Anyone who was in trouble, in debt, or in desperate circumstances gathered around David and he became their leader. Approximately 400 men trained him. Watu ambao walikuwa desperate. Umeshawahi kuwa desperate kwa maisha? Yaani nasikia unaweza kujinyonga, umefika mwisho. Hakuna kitu yeyote yenye unaona ni kizuri. Hao ndio watu ambao walienda kwa David. Na Biblia inasema kwamba David akakaa na wao katika pango la Adulam, katika uwepo wa Mungu, na nguvu za Mungu zikaanza kuwabadilisha polepole. Haijalishi vile ambavyo uko sasa hivi. Haijalishi ni nini ambacho uko nacho ama nini hauna. It is not a matter of time. Narudia tena, tukiendelea katika uwepo wa Bwana, Mungu atabadilisha maisha yako. Bwana asifiwe sana. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Hawa watu walimwendea David, walikuwa watu ambao walikuwa wamekata tamaa, watu ambao walikuwa bure, watu paradhuri. Hata Saul angeshughulika na wao, alibakia na ile jeshi ambao ni strong. Wale watu ambao wanasikia kufa na kujinyonga wakaenda kwa David. David hakuwafukuza. David hakuwaonyesha kwamba sio watu wa thamani. Bwana asifiwe sana. Ndio maana siku ya leo hata ukija hapa na ukue hauna sadaka, mimi sitakuuliza. Ninajua tu ni leo hauna sadaka. Kesho wewe ndio utasponsor mikutano. Amen. Hallelujah. It is just a matter of time. Na usijichukie, usijidharau kwa sababu leo hauna. Hakuna mtu ambaye anajua kesho yake. Ni Mungu tu. Na kwa sababu umemkubali huyo Mungu, pamoja na nguvu zake atabadilisha maisha yako. Amen. Hallelujah. Watu hao walikuwa baradhuri, walikuwa bure, lakini Biblia inasema kwamba ukisoma 2 Samuel chapter number 23 verse number 8, 2 Samuel 23 verse number 8. Naenda polepole leo kwa neema ya Bwana. Haya ndiyo majina ya mashujaa. Ona, watu wale ambao walienda kwa Daudi wakiwa wamekata moyo, wakiwa wanasikia kujiua, wanasikia kujinyonga kwa sababu ya kukaa katika uwepo wa Bwana, wanaitwa mashujaa. In fact, David alikuwa conscious ya kwamba mimi ninabeba uwepo wa Mungu, ninabeba nguvu za Mungu na tuko na Mungu, kiasi kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Abiada. Soma verse 22 verse 22 usiweke kwa sababu ya wakati. Kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Abiada ambaye Saul alikuwa ameua baba zao, na akakuja kwa Daudi, na David akamwambia, ninajua ya kwamba Saul anakutafuta akuue, lakini ukiwa pamoja na mimi utakuwa salama, kwa sababu ninajua mimi niko na Mungu, ninajua kwamba nimependa uwepo wa Bwana, na mahali ambapo niko kuna nguvu za Mungu. Nguvu zitakublesa. Akamwambia, ninajua Saul anakutafuta bure, lakini ukiwa nami wewe Abiada uko salama. Watu wale ambao walikuwa wenye madeni, wenye dhiki, waliokata tamaa, wanaitwa mashujaa wa Daudi. Ni nini kilifanyika? Sio shughuli yaliwapeleka, walikaa tu katika uwepo wa Bwana, wakawa mashujaa, wakafanyika watu ambao ninaongea juu ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Adino the Enite. Adino alikuwa na uwezo wa kutupa silaha inaua watu 800 mara moja. Hiyo unaweza kuelezea namna gani? Anatupa mkuki, unaenda ukilambalamba wa Filisti, wanafika 800 ndio mkuki unatulia. Ule uwezo David alikuwa nao wa kuua Goliath akitumia kakoto, alitransfer kwa Adino the Enite kwa sababu ya kukaa na yeye katika uwepo wake. Mkuki mmoja unaua watu 800. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mwingine ambaye alikuwa anaitwa Shama the son of Agi. Wameandikwa ninapoendelea kuelezea. Biblia inasema kwamba walienda kwa vita na jeshi la Israeli likaogopa. Wakaona vita ambavyo Wafilisti wamekuja, wakaogopa wakakimbia. Lakini Shama akasimama mahali pake, akapigana na wale wanajeshi akiwa peke yake. Mtu mmoja akawashinda wote. Biblia inasema kwamba Israeli walienda tu kuchukua nyara, yaani zile vitu zenye zilikuwa na wale wanajeshi, mikufu ya dhahabu na vitu kama zile, kwa sababu mtu mmoja ambaye alikuwa amekata tamaa, mwenye dhiki, ambaye ni desperate, amekaa amebadilishwa, anapigana na jeshi la Wafilisti akiwa peke yake. Amen. Eliaza the son of God, au alikuwa watu wa Daudi watatu wenye nguvu. Biblia inasema kwamba alipigana na jeshi la Wafilisti peke yake pia.
katika shamba ya Mideni na akaweza kuwashinda wote. In fact, upanga wake, mkuki wake ulishikamana na mkono wake na akawaua wote, akawamaliza. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Unajua jina Eliaza linamaanisha, wasomi wa Biblia wanasema kwamba linamaanisha mkuki. Kwa hiyo wanasemanga kwamba kwa sababu ya kukaa katika uwepo wa Bwana na nguvu za Mungu, he became one with his destiny. Upanga ulishikamana na mkono wake. Yaani hata akifanya hivi mkuki hauanguki, na akateketeza maadui wa Mungu kwa sababu ya kukaa katika uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana, wapendwa, uko na nguvu za kubadilisha. Just be conscious ya kwamba Mungu anakufanyia kazi. Unaweza kuwa saa hizi hauko vile ambavyo unataka kuwa, lakini nguvu za Mungu zitakubadilisha katika jina la Yesu Kristo. Hautabakia mahali pamoja. Kama watu hawa waliokuwa wamekata tamaa, wamevunjika moyo, wanasikia kujinyonga, walifanyika the mighty name of David. Wewe ni bora kuliko, na utafanyika hata zaidi kuliko, katika jina la Yesu Kristo. Do not give up on God. Usikate tamaa. Usizimie katika jina la Yesu Kristo. Kama uko hapa na ulikuwa unasikia kukata tamaa, ninakuombea neema ya Mungu ya kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea neema ya Mungu ya kuzidi na kumtafuta na kumtamani, kwa sababu katika uwepo wa Mungu, nguvu za Mungu zitakubadilisha. Mungu aliambia Saul kabla hajaribele ya kwamba nguvu za Mungu zitakuja juu yako, zitakubadilisha, utafanyika mtu mwingine. Saul alikuwa anajiona duni machoni pake, lakini akaambiwa kwamba usiogope. Wakati ambao nguvu za Mungu zitakuja juu yako, zitakubadilisha, zitakufanya kuwa mtu mwingine. Hata na wewe ninakutabiria ya kwamba nguvu za Mungu zitakubadilisha. You shall be a different person. Watu watakuwa wanakuangalia, wanashindwa kama wewe ni yule yule. Watu watakuwa wanakuangalia, wanashindwa huyu ni yule mama ambaye tulikuwa tunaona. Watu watakuwa wanasikia ukiongea, wanasikia Mungu ndani yako. Biblia inasema kwamba wakikusikia watasikia Mungu. Huyu atakuwa ni wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Na jambo la pili siku ya leo, ndio nimalizie. Nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kusustain. The power of God is able to sustain you. Exodus chapter 13, verse number 21 and 22. Exodus 13, 21 and 22. Exodus ni Kutoka. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud. Wakati wa mchana Bwana aliwatangulia kwa nguzo ya wingu kuwaongoza katika njia yao, na wakati wa usiku aliwatangulia kwa nguzo ya moto kuwaangazia, ili waweze kusafiri mchana au usiku. Ile nguzo ya wingu wakati wa mchana au ile nguzo ya moto wakati wa usiku haikuondoka mahali pake mbele ya watu. Inaongea juu ya wana wa Israeli. Mungu ama uwepo wa Bwana haukuwaacha usiku na mchana. Mchana alikuwa anatokea mbele zao kama wingu la moto, wingu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu katika jangwa kuna jua kali sana. Jangwani kuna jua ambalo ni kali zaidi. Na kwa hivyo kwa sababu Mungu hakutaka watu wake wachomwe na jua, angetokea kama wingu jioni, anawafunika. Wanakuwa kama wako katika hema. Na usiku ukifika, Biblia inasema kwamba alitokea kama a pillar of fire. Anatokea mbele yao kama pila, kitu ambacho kimesimama, nguzo ambayo imesimama namna hii ya moto, ambayo ilikuwa ina generate joto pia kwa sababu ya wanawake. Hawakuwa wanasikia baridi jangwani. Jangwani usiku kuna baridi. Usiku kuna pia wanyama wa mwitu jangwani, lakini wakiona moto umewaka wanakuwa scared baridi. Bwana sasa. Amen. Uwepo wa Mungu uko na uwezo wa kusustain. Wakakuwa sustained jangwani. Wakakuwa sustained mahali ambapo ukienda kukaa pale umaliza wiki moja utakwisha. Wakakaa pale miaka na miaka, kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na wao. Ninakuombea uwepo wa Mungu katika maisha yako, hata kutoka hapa kanisani, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana sifiwe sana.
Uwepo wa Mungu utakuongoza, utakaa na wewe siku zote za maisha yako. Hata katika nyumba yako kutajaa uwepo wa Mungu. Haleluya. Deuteronomy 29 verse number 5. Kwa sababu ya uwepo wa Mungu, Biblia inasema kwamba kwa muda wa miaka 40 niliwaongoza jangwani. Mungu anaambia Musa, nguo zenu hazikuchakaa wala viatu miguuni mwenu. Just imagine. Hamkula mkate, hamkunywa divai wala kileo chochote. Nilifanya hivi ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Haleluya. Kwa miaka 40 mtu ambaye alikuwa ananunulia mtoto wake kiatu akiwa na mwaka mmoja, mtoto anaanza kuvaa viatu miaka 2 na mwaka, hiyo kiatu haikuzeeka, haikufanyika ndogo mpaka miaka 40 ilipokwisha. Mavazi yao haikuzeeka, haikuraruka mpaka miaka 40 ilipokwisha. Uwepo wa Mungu uko na uwezo wa kusustain watu. Ukikaa katika uwepo wa Bwana, Mungu atakusustain. Utakuwa unapitia hali ambayo ni ngumu, lakini kuna vile tu ambavyo Mungu amekusaidia kushinda, amekupa neema. Ndio tunaitanga neema. Bwana asifiwe sana. Uwepo wa Mungu una nguvu za kusustain. You will be sustained by the presence of God in the name of Jesus. Hallelujah. Miaka 40 mavazi yao haikuraruka, viatu vyao hazikukwisha. Walikaa na viatu vyao, walikaa na mavazi yao miaka hii yote bila kukwisha, kwa sababu ya uwepo wa Bwana. Ndio maana Mungu alikuwa anaambia Musa ya kwamba nitawatuma malaika mbele zenu awaondolee Waamori, Wahiti, Waperizi, Wayebusi na hao maadui zote, katika Genesis 33 verse number 11 and 12. Verse number 12. Sorry, Bwana asifiwe sana. Mungu alikuwa anaambia Musa ya kwamba nitatuma malaika aende mbele zenu, atawaondolea maadui wa kila aina, Wafilisti, Waamori, Wahiti, Wahivi, Bwana asifiwe sana, Wayebuse, hao wote nitawaondoa, lakini mimi Mungu sitaenda pamoja na nyinyi. Na Musa anaambia Mungu ya kwamba kama hautaenda pamoja nasi, hakuna haja ya kututoa mahali tuko, kwa sababu itajulikana namna gani ya kwamba sisi ni watu wa, kwa sababu walijua nguvu za Mungu. Uwepo wa Mungu uko na uwezo wa kusafiri. Hata kama Mungu ametuahidia ushindi, ya kwamba mtapata ushindi mahali ambapo unaenda, hamtapigwa na maadui zenu, hamtaangamizwa na maadui zenu nikawapigania, lakini mimi mwenyewe sitaenda ndani, kwa sababu nyinyi watu ambao wa shingo ngumu, hamsikiani kuimangana. Nikiwaambia msiweke mana mkule saa hiyo, alafu hiyo wengine uache hapo, hamsikii. Wanasikia. Mungu anataka watu ambao wanasikia. Wewe unasikia yako tu. Ilikuwa ama mkiakuwa kitu lazima mwambie tena hausikii. Unaambiwa tena, unarudiwa tena hausikii. Mungu alikuwa anaambia wana wa Israeli, mkienda kula mana, ile mana mmekula, ile ingine ukisikia umeshiba, usibebe kwenda kuweka kwa nyumba. Bwana asifiwe. Amen. Wachana nani? Kesho mkuje tutane tena, nitawapatia maana nyingine. Ndio maana mimi siku hizi toka nisome hii maandiko, nikikula chakula nishibe na mke wangu ameniwekea, si lazima nimalize. Mahali nitashikia nitaachia. Ninaweza kuuma vijiko 3 ile 5 nisikie nimeshiba, ninawacha. Kwa sababu unakula ushibe, si haukuli umalize chakula. Na unajua mama wa siku hizi ama ni kutoka kitani wanasemaga ya kwamba kubakisha chakula ni kuonyesha Mungu tu. Sisi wanasema Mungu anasema ukishiba wachana na. Unasema lazima umalize hiyo chakula. Au kinyamide hizo. Huko kile tayari. Lakini Mungu alikuwa anawaambia, hii shida ilikuwa na wana wa Israeli pia. Alikuwa anawaambia kwamba msibebe chakula, mkishiba maana mwachane nayo. Lakini wanachukua, wanaenda, wanaweka kwa nyumba, anajiwekea ndio atufanike kesho asubuhi. Na ikifika kesho anapata imeharibika.
na bado akienda tena kuchukua ingine anaenda nayo bado hasikii. Sasa Mungu akamwambia Musa ya kwamba hii ni watu ambao hakusikiani kutiua, na kwa sababu hiyo sitaenda pamoja na nyinyi, lakini nitatuma malaika mbele zenu aende awaondolee maadui zote, ndio mfike mahali ambapo nataka mfike. Lakini Musa akamwambia Mungu ya kwamba hatuwezi kutoka hapa usipoenda pamoja nasi. Hakuna haja ya kuendelea na safari. Bwana asifiwe. Kwa sababu aliona vile ambavyo Mungu amewasustain. Aliona vile ambavyo Mungu amekuwa pamoja na wao. Wamekuwa sustained jangwani. Hawajaumwa na wadudu na wanyama wa jangwani. Hawajaadhibiwa na jua la jangwani. Mavazi yao haikuzeeka. Hii inasema kwamba hakuko na mtu mdhaifu miongoni mwao, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasema juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa E.W. Kenyon. Alikuwa na kanisa in the 18th century. Na huyu mtu kwa kanisa yake, mtu akifa kama haujafikisha miaka 80, Biblia inasema tunaishi miaka ngapi? Sabini si kidogo. Ukifa kama haujafikisha hiyo, alikuwa anakuamsha. Bwana asifiwe. Anakuuliza ni wapi unaenda? Biblia inasema ni 70. Hatuwezi kugusika kama haujafikisha 70. Anakuamsha na unaamka. Kwa sababu aliamini hiyo maneno. Alikuwa na kanisa ya imani. Watu katika kanisa lake hakuna mtu ambaye alikuwa anagojeka. Kuna wakati mmoja alialika mtu ambaye ni healing evangelist, wale watu ambao wako na karama ya uponyaji. Haleluya. Kama mimi. Alafu akamwalika. Na wakati ambao alimwalika, akawa anafanya declarations za watu wa pole wale ambao ni wagonjwa. Na wakati ambao alisema kama umepona, sio njoo hapa mbele, tumpatie Mungu tukufu. Hakuna mtu mwingine alitokea. Akashindwa, kwani Mungu alininyang'anya kipawa. Lakini Asha moja akaenda akamheheleza, akamwambia kwamba hapa katika hii kanisa hakuna watu wagonjwa. Kwa hivyo si kwamba Mungu amekuacha, lakini hapa sisi wote tunakuwa wenye afya. Hakuna mtu mgonjwa. Hatungojekani, haturuhusiwi kugojeka kwa hii kanisa. Mimi natamani kuwa na kanisa ya watu kama hapa. Haleluya. Kanisa ambao hakuna mtu mwenye atakuwa mgonjwa. Hata ukija ukiwa mgonjwa, ukiingia pale, mapepo ya ugonjwa inakuacha katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini Mungu atakuwa mwingi katika hii kanisa letu, kiasi kwamba hakutakuwa na mgonjwa miongoni mwetu. Hakutakuwa na mtu mwenye anahitaji muujiza wa uponyaji. Huwa ni masomo ya mitume. Hakuna mtume ambaye Yesu Kristo alifanyia muujiza. Hakuna. Wale hawakuhitaji muujiza kwa sababu walikuwa pamoja na Yesu Kristo. Hakuna hata mmoja mwenye alikuwa na ugonjwa pamoja. Hakuna. Hata mimi na wewe wapendwa, tunapoendelea kukaa katika uwezo wa Mungu, nguvu za Mungu zitatuopashayo. Hakuna mapepo ya magonjwa ambayo itaingia ndani yetu. Haleluya. Hata ukikula carelessly, kuna vile ambavyo tu nguvu za Mungu zitamanufa hiyo chakula kwa mwili wako na hautagonjeka. Haleluya. Lakini usikule ovyo. Korora ni kibira. Usiende kukula ile ama niwache kusema. Haleluya. Nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kudeliver. Tunamalizia hapo. Ama masaa imeisha, masaa bado hivi. Niko na dakika 5. The power of God, jambo la tatu, is able to deliver. Exodus chapter 6 verse number 2 and number 3. Na kila mmoja wetu ambaye ako katika kifungo cha kila aina atapata ukombozi wake siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. And the Lord spoke, pia Mungu akamwambia Mose, mimi ndimi Bwana, nilimtokea Abrahamu, Isaki na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, ingawa sikuwajulisha jina langu Yehova, mimi mwenyewe sikujitambulisha kwao. Yaani Mungu alikuwa anaambia Musa ya kwamba kwa Abraham, Isaka na Yakobo walijua kama Mungu Mwenyezi, God the Almighty. Mungu Mwenyezi ni Mungu gani? Ni Mungu ambaye ana provide for every need yenye mtu ako nayo. Wakati ambao Abraham alihitaji a sacrifice katika mlima, Mungu aliprovide. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo Mungu akamwambia Musa ya kwamba hawa
wananijua kama Mungu Mwenyezi, God the provider. Lakini sasa ninatukuja na dimension nyingine, nakuja na kanjia nyingine, ninakuja na njia nyingine ya jina Jehova, kwa sababu ninataka kukomboa watu wangu. Bwana asifiwe sana. Ninataka kuwatoa utumwa ambao wamewekwa ndani yake kwa miaka hii yote 430. Na Biblia inasema kwamba Musa, ukisoma Exodus chapter 2, hatutasoma kwa sababu ya wakati. Ukienda usome, inasema kwamba Musa alitokea nje, kwa sababu alikuwa analelewa na binti ya Farao. Akatokea nje wakati mahali kwa field, mahali ambapo watu wanafanya kazi, na akaona vile ambavyo watu wa Israeli wamefikiriwa kwa Wamisri. Bwana asifiwe sana. Na akashika Misri ambaye alikuwa anapiga Mwisraeli, akaua, akachimba shimo na akamzika na akafunika vizuri. Unaona, alikuwa mtu hatari. Ilikuwa ni siku leo. Sikia mtu anafanya hivyo, acha tuendelee na hiyo. Na kesho yake akatokea tena na akapata Mwisraeli na Mwisraeli wakipigana. Akawauliza, mbona mnapigana na nyinyi ni watu wadogo? Bora yake. Si unaona nyinyi ni mabrothers. Na wakamuuliza, ni nani ambaye alikufanya kuwa mwokozi wetu? Unataka kutufanya kama vile ambavyo ulifanya yule Misri jana? Ulimuua na ulifikia tu. Na Musa akajua kwamba kumbe hilo jambo limejulikana, na akatoroka kwa sababu Farao alikuwa anamtafuta mwe. Kama sasa akatoroka, akaenda kwa mkwewe ambaye anaitwa Jethro. Haleluya. Na sasa Genesis Exodus chapter number 3, kuanzia mstari wa kwanza. Usome ukifika nyumbani. Biblia inasema kwamba Musa alipeleka malisho ya kondoo katika jangwani, na akaenda upande wa mlima wa jangwa, hata akatokea katika mlima Horeb, mlima wa Bwana. Alipotokea katika mlima wa Bwana, Bwana akamtokea, akamwambia kwamba akaweza kuona kisiki ambacho kinachomeka lakini hakiteketei, na akakaribia ili aweze kuona jambo hili la kushangaza. Na alipokaribia, Mungu akamwambia kwamba toa viatu vyako, kwa sababu mahali ambapo umesimama ni mahali patakatifu. This one is a holy ground. Hallelujah. Na Musa akavua viatu vyake, na Mungu akaanza kumzungumzia, akamwambia ninataka kukutuma ukiwa na nguvu za Mungu. Sasa ulitoroka kwa sababu haukuwa na nguvu za Mungu, ulitumia mwili kukomboa watu wangu. Sasa nataka kukutuma with my own power. Na akamtuma mahali ambapo alikuwa ametoroka. Ukibeba nguvu za Mungu, mahali ambapo ulishindwa, ukirudi utafaulu. Ukiwa na nguvu za Mungu, biashara ambayo ulijaribu kufanya kwa nguvu ya capital na ikaanguka na ikakuchoma na ikakuacha na madeni, ukirudi sasa kwa ufunuo na nguvu za Mungu, kwa hiyo biashara itakubali na itanawiri. Musa mahali ambapo alikuwa anafukuzwa, mahali ambapo alikuwa anatafutwa awali, alirejea na nguvu za Mungu. Na hata akamwambia Farao ya kwamba wachilia watu wangu waende. Let my people go. Mungu aligrania amenituma, wacha watu wangu waende. Na Farao akamuuliza, huyo Mungu wako ni nani? Bwana sasa. Na akawa na demonstration of power. Hallelujah. Na Musa akaweka kijiti chake chini, na wakati ambao aliweka chini kikafanyika nyoka. Wakati ambao kilifanyika nyoka, wale wazee, wachawi, waganga, watu wenye hekima ambao wao walikuwa na kama mfalme, wakamwambia hata sisi tunaweza kufanya hivi na tufanye hata bora kuliko hivi. Na wakaweka fimbo zao chini na pia zikafanyika nyoka. Wakati ambao kilifanyika nyoka, ile sema kwamba nyoka ya Musa ikameza hizo zingine zote. Yaani kumaanisha kwamba judgment ya Mungu ikaanzia, kwa sababu wana wa Israeli hawakuwa naenda utumwani na mfalme Farao. Kulikuwa na forces of darkness na zilikuwa zimewaweka katika utumwa. Kwa hiyo wakati ambao fimbo ya Musa ilimeza hizi nyoka zingine zote, Musa alishika tena kufanyika fimbo, kumaanisha kwamba wachawi na waganga na watu wenye hekima wamfalme Farao walibakia bila fimbo. Na unajua fimbo siku zile ilikuwa ni alama ya mamlaka. It was a symbol of authority. Mtu alikuwa na fimbo anaonyesha kwamba ni mtu mwenye mamlaka. Kwa hiyo wakati zilimezwa zote walibaki bila fimbo zao.
kumaanisha kwamba mamlaka imeanza kuondolewa, na Musa akaendelea na safari ya kukomboa wana wa Israeli, kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na yeye. Nitakuombea na kukutangazia ya kwamba kila utumwa wa kimapepo wa kishetani katika maisha yako utaondoka siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kila kifungo ambacho umefungwa, hata kama ulifungwa siku za kale, kuna wengine ambao walikuwa wakizaliwa na wale wakunga wenye waliwapokea wakawafunga maisha yao, wakawazungumzia maneno ya kudhoofisha. Mengi walikuwa kuwasikia, lakini hayo maneno mpaka siku ya leo yanaharibu maisha yako, yanakufuata, yanafanya usiwe mtu vile ambavyo unafaa kuwa. Lakini nasikia Roho Mtakatifu akiniambia ya kwamba hizo vifungo zote siku ya leo anazivunja katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kukomboa. Utumwa wa miaka 430, mtu mmoja alitokea na nguvu zake akasema kwamba waashiria watu wangu waende. Alienda kwa serikali ambayo ilikuwa imesimama imara siku zile. Serikali ya Misri zile siku ilikuwa ndio the strongest civilization. Serikali imekomaa sana, ni kama kwenda Amerika siku ya leo na wewe ukute president wako na unamwambia kwamba umpatie amri, umwamrishe kufanya jambo fulani, na wewe tu ni mtu ambaye hajulikani na mtu yeyote. Bwana asifiwe sana. Lakini mtu mmoja pamoja na uwepo wa Mungu ni zaidi ya majeshi yote ya dunia ikiwa imewekwa pamoja. Haleluya. Musa alikuwa anachukua maji ya mto, anachota, anaimwaga kwa mchanga. Maji yote kwa mto inafanyika damu, na ile maji ilikuwa imechotwa kwa huo mto ikawekwa nyumbani inafanyika damu pia. Wanyama wote wenye wanaishi kwa mto wanakufa na wanaanza kutoa uvundo, na huo uvundo unasumbua taifa mzima, kwa sababu mtu mmoja amechota maji na kumwaga chini. Musa alikuwa ameinua fimbo yake juu, radi inapiga na vurugu lightnings kutoka asubuhi mpaka jioni, kwa sababu ameinua fimbo juu. Musa amechukua mchanga anatupa juu, unafanyika wadudu wanakula na kutesa kwa Misri kwa sababu ametupa mchanga na maji. Nguvu za Mungu wapendwa ziko na uwezo wa kukomboa. Wakati ambao Farao alifika mwisho na akaambiwa na wazee wake waachilie watu hawa wacha waende, kwani hauoni ya kwamba Misri itakwisha, aliwaambia endeni. Bwana asifiwe sana. Na akaanza kuambia endeni wazee peke yenu, endeni akina mama peke yenu. Lakini Musa akawaambia kama vile ambavyo tumeomba ya kwamba hatuachi hata ukoto, tunabeba kila kitu pamoja na mali zetu zote tunabeba. Shetani huwa akaona bageni. Kuna mtu ambaye hakuna vitu zako ambazo zimeshikwa na wachawi na waganga, lakini siku ya leo Mungu anakurejeshea. Hakuna kitu ambacho kitabaki kwa utumwa katika jina la Yesu Kristo. Nitakuombea ukombozi wa Bwana katika jina la Yesu. Ukombozi katika kila maeneo ya maisha yako in the name of Jesus. Mungu alisema kwamba huu mwaka ni mwaka wa ukombozi. You shall be delivered in the name of Jesus. Kutoka kwa vifungo vya kila aina katika jina la Yesu. Amen. Mungu alisema kwamba jambo moja ambalo tunaona hapa duniani ni kwamba watumwa wako juu ya farasi, lakini wafalme wanatembea kwa miguu. Kwa hiyo kuna watu ambao wamebadilishaniwa baraka. Kuna watu ambao baraka zao zinaipimwa na watu wenye hekima, na watu wenye hekima katika ulimwengu wa kiroho wanawaibia baraka zao, wanawafanya kuwa watumwa. Lakini wale ambao walikuwa watumwa wanaanza kuenjoy zile baraka. Lakini siku ya leo tunabadilishana tena katika jina la Yesu Kristo. Kama mtu ambaye anafurahia baraka zako, mahali popote hapo tunatupa hukumu ya Mungu, tunatupa mema ya ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Inasema kama alitupa neno lake na neno lake litawakomboa, tunatupa mema ya ukombozi hizo baraka zao tunazibeba katika jina la Yesu na tunaziteketeza na Mungu wa Mtakatifu. Na hizo baraka kama Qur'an tunazichukua na tunakurejeshea katika jina la Yesu Kristo. Pokea pakeji ya baraka zako zote katika jina la Yesu. Mungu hawezekani hapa duniani. God is not a wicked God. Hallelujah. Kila jambo tunapitia si Mungu anataka tupitie. Kuna mtu ambaye anajiuliza kwa nini Mungu anawaona watoto wadogo, anaona watu ambao hawajafikisha miaka, anaona mama anaona watoto wadogo wanaanza wakiteseka.
wanateseka, wanakuwa wanadhuri, wanakuwa kutoka kwa Marekani. Nikamwambia usiseme hivyo tena, kwa sababu sio Mungu anafanyanga hivyo. Hiyo ni kazi ya shetani. Haleluya. Ndio kuna watu ambao Mungu ataita ni mbaya, lakini si wote. Kama wewe jambo unaona ni mbaya, unafikiria Mungu ataona iko mzuri. Kama wewe ni mzuri kuliko Mungu. Ndio maana Mungu alisema kwamba tufufue wale watu ambao wamekufa. Sio kila mtu ambaye anataka kufa azikwe. Ni vile ambavyo hakuna watu wa kufufua wengine. Kuna wale ambao wanapumzika katika Bwana, lakini kuna wale ambao wanakufa wanafaa kuonyeshwa. Haleluya. Nilikwambia siku moja, kuna mtu ambaye alinipigia simu. Kama ni watu nilikwambia hivi. Alinipigia simu asubuhi saa 10, akaniambia kwamba mtoto wake ameaga. Na wakati ambao niliamka, nikaambia Mungu ni asante kwa sababu naenda kufufua huyo mtoto. Unaonaje? Ama ungesema huyu sio pastor wetu. Nimekuja wa Shetani. Na sio kitabu, lakini huu mwaka tubaki. Ama si nilikwambia. Na wakati ambao nilienda pale Mama Lucy, nilikufia pale Mama Lucy, ndio Mama Lucy. Wakati nilienda pale, nikaenda nikapata huyo mtu hapo nje analia, ameita marafiki zake wampatie wamponsole, na nikamuuliza ako wapi mtoto. Nikaanza kuongea kama mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nikamuuliza mtoto amelala wapi, na mke wake akakuja. Wakati ambao niliona akaanza kulia sana, na akaniambia, nikamuuliza mtoto wako wapi, akaniambia mtoto hapo huko juu. Akaniambia twende nikupeleke. Wakati ambao tulienda, nikapata pastor mwingine ambaye sasa ni pastor wa huyu mama mwenye amefiwa na mke wa pastor mwingine, si mke wa huyu pastor, mke wa pastor mwingine. Kwa hivyo ni pastor na Mrs. Pastor. Bwana asifiwe sana. Na nikaingia pale kwa ile room. Kulikuwa na watu wawili wenye wamekufa. Mmoja alikufa, mama akamwacha hapo, akatoka na huko nje akipiga nduru. Na sasa huyu mwenye tunajuana. Na nikamwambia si tunaweza kuamini Mungu, tuombe huyu mtoto afu. Wakati niliwaambia sisi tuamini Mungu. Niliona mpaka mama ya mtoto mwenye anahitaji mtoto wake akiwa, niliona wameniangalia kama mtu mwenye ana kichwa ngumu. Unashawahi kuona kitu na mtu ambaye ameguruka? Nikashindwa, kwani hii shida ni mimi niko nayo peke yangu? Huyu ni mama mtoto analia kwa sababu mtoto wake amekufa. Nimemletea solution. Nimemwambia huyu mtoto tunaweza kumwombea. Kwanza nikikashika ninasikia bado kwa moto. Ninaona hata moto. Na ninaona bila wameniangalia kwanza nikasikia hakuna mtu ameniangalia. Wakati niliuliza nikaona wameangaliana wao wenyewe. Sasa wameacha kuniangalia. Nikajua hapa hawana imani. Nikitaka kuambia watoke nje, nikaona niwachane tu na wao. Kwa sababu hata mama ya mtoto haamini ya kwamba mtoto anaweza kuwa kizuizi. Najua kama mama angeniambia tuombe, ningeambia wengine basi tuendelee kwa nasikia. Na nifunge hiyo mrako na kochi. Hata kama tutakaa maza matatu, mama matano, mpaka mtoto afufuke. Najua pia sana kwamba Elijah alikuwa naomba to and fro. Kwa hiyo mtoto ambaye alikuwa amekufa wa mama mwenye alikuwa amemhost, mpaka mtoto akaamka. Akakosa kuamka, akajinyosha ile mtoto amelala. Akajinyosha pamoja na yeye, akamlalia na mtoto akafufuka. Nilikuwa nataka kufanya vitu kama hizo, lakini sasa kuna mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Mwanangu. So nikitaka kusema ya kwamba nguvu za Mungu ziko na uwezo wa kukomboa katika kila aina ya hali. Na lazima tujue ya kwamba Mungu ametuita kumanifest nguvu zake. Haleluya. Ukiombea jambo hata lisipobadilika, hakuna mtu atakuuliza. Au utafungwa jela kwa sababu uliombea mtoto mwenye amekufa. Haleluya. Ukifika mbinguni utashangaa joy. Ukienda kuambiwa na Mungu ya kwamba huyu mtu ulifanya umuombea, lakini haukumuombea.
Huyu mtu ulifaa kumuombea apone kabla hajakufa, lakini haukumuombea. Uliogopa kwa sababu ulijidharau. Bwana asifiwe sana. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Mungu atakupatia ujasiri wa kufanya maombi ya kila aina katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na siku ya leo ninakuombea ukombozi wa kila aina katika jina la Yesu Kristo. Deliverance in all area of your life. Tusimame juu na miguu yetu. Haleluya. Kwa sababu Mungu anatukomboa siku ya leo. Haleluya.